wale ambao wamejipa mamlaka ya kuendesha nchi hii wanaikosea sana nchi hii kwa kutokuiendesha kwa umadhubuti, kwa umakini, kwa uadilifu na kwa misingi ambayo inakubalika. Na hayo mimi nasema iwe ndiyo tunachokitafuta, kuonesha njia, tukizingatia tu yaliyotokea na walioyatenda haya, tunaweza kukata tamaa badala ya kutoa suluhisho. Tunahitaji kuziendea ajenda tutakazozungumza, niseme kwanza kwa umakini mkubwa sana, na umakini ambao tusiangalie sana nani katenda nini, lakini tuangalie zaidi tunahitaji kama nchi, kama taifa kutengeneza jambo gani. Tuzikabili ajenda tunaweza kwenda kuzungumza kwa kuangalia ukubwa wa nchi yetu. Moyo, kuna ambao wamekata tamaa, wanahisi kwamba mustakabali tunaokwenda nayo, mwelekeo tunaokwenda nao hauakisi yale ambayo yametokea katika nchi yetu. Tokea baada ya uchaguzi wa tarehe 29 Oktoba mwaka 2025, kuna mambo mengi yamejitokeza, yakiwemo yaliyoleta hasira, majonzi, maafa, lakini yaliyoleta majonzi zaidi pengine na hasira zaidi, kwa namna ambayo Watanzania walitarajia yale yaliyojitokeza yasimamiwe kwa uongozi thabiti na kwa kuonesha njia, kuivusha nchi yetu iende katika hatua nyingine yenye matumaini baada ya yale yaliyotokea. Kutokana na ajenda yenyewe na uzito wake, mwenyekiti wa chama aliniagiza kwamba tuwape mwaliko wabunge na wawakilishi wote washiriki kikao hiki.